A-List ni muunganiko wa wanawake wanne: Jacqueline Wolper, Irene Uwoya, Aunty Ezekiel pamoja na Kajala. Wanakosekana watu wawili hapo, anakosekana Elizabeth Michael Lulu pamoja na Wema Isaac Sepetu, ambapo hawa wote walikuwa wameamua kusema kwamba sisi ndio nyota ambayo watu wanatakiwa kuitizama. Warembo ambao wanataka kuingia kwenye industry wanatakiwa kututizama sisi, ndio maana wakajichagua na kujiita A-List. Sasa basi, kwa nini A-List ifungiwe? Hiko ndo kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakijiuliza, lakini pia watu uliza kosa gani wamelifanya hawa A-List mpaka wafungiwe. Ni moja kati ya mjadala mkubwa sana ambao umetokea baada ya hawa A-List kuanza vipindi vyao. Mwanzoni kabisa tuliona namna ambavyo walianza, na kipindi chao cha kwanza waliweza kukiposti kwenye mtandao wa YouTube, na wakaposti episode ya kwanza wakiwa wanazungumza baadhi ya mazungumzo, na of course watu waliweza kushangilia na kuwapongeza kwa kile ambacho waliweza kukifanya, na tuliona namna ambavyo episode hiyo ilichukua taswira mpya kwenye uwanda wa tasnia ya uigizaji, na namna ambavyo pia walikuwa wanawachukulia. Na maswali mengi yalikuwa ni kwa nini hatujamuona Wema Sepetu, kwa nini hatujamuona Elizabeth Michael Lulu. Hapo ndio watu walikuwa wanauliza sana, lakini content ambayo ilikuwa ndani ya A-List wakati imepostiwa YouTube, watu wengi waliweza kupongeza kile ambacho wamekifanya A-List, na wakaona kabisa kwamba hii ni moja kati ya podcast nzuri sana ambayo itakuja kutokea kuwepo nchini Tanzania kutokana na kile ambacho walikuwa wamekianzisha, kwa sababu mwanzoni ilikuwa imeanza kama podcast tu, wamekaa wanazungumza. Sasa baada ya muda kupita hawakuposti tena ile episode ya kwanza. Nafikiri ndio walikuwa wanafuatilia labda namna ya kuweza kupata shavu kwenye television, kwa sababu watu wengi wanafanya vipindi lakini wanatamani kuvipeleka kwenye television kwa sababu kuna mpunga mnono zaidi. So hivi karibuni tumeona namna ambavyo wamepokelewa baada ya kusign deal lao zuri pale DSTV, ambapo DSTV wamekuwa wakichukua hiko kipindi na kuamua kukionyesha, na DSTV wamekichukua kwa sababu hawa mastaa wana mvuto mkubwa sana hapa nchini Tanzania, ndio maana wenyewe pia wakajichagua na kuwepo pale, na ndio maana pia wakaamua kujitengenezea empire yao kama ambavyo unaona sasa hivi. Nitakwenda kukuambia kwa nini Elizabeth Michael Lulu haumuoni, lakini pia kwa nini hapa haumuoni pia Wema Isaac Sepetu. Sasa baada ya hiki kipindi kuchukuliwa na DSTV, mambo mengi sasa ndio yameanza kutokea. Tumeona content ya kwanza kabisa ilikuwa inaonyesha namna ambavyo Irene Uwoya anamkataa Dogo Janja, lakini pia content ambayo ilifuata ilikuwa inazungumzia namna ambavyo Wolper aliweza kutolewa bikra na Alikiba kwa sababu yeye mwenyewe aliweza kuzungumza. Lakini pia content nyingine iliyofuata ilikuwa inazungumza namna ambavyo Kajala aliweza kudate na Harmonize, lakini pia Harmonize aliweza kudate na mtoto wa Kajala ambaye ni Paula. So hizi story tatu zote zimeweza kuzua mjadala mkubwa sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Tukaona pia paka Waziri Gwajima akaweza kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini pia maoni ya watu wengi sana wamekuwa wakitamani kuona hawa A-List wanafungiwa au kipindi chao kinaacha kurushwa kutokana na maudhui ambayo yamekuwa yakirushwa. Kosa lao ni nini na ni kwa nini waweze kufungiwa? Sababu iko wapi? Wapi wamekosea? Ni kitu gani ambacho kimekuwa against na tamaduni zetu ambacho kinasababisha hawa A-List watu wawachukie kiasi hiki? Kuna baadhi ya watu ambao wanahisi labda ni kwa sababu wamepata dili nono la kufanya kazi na DSTV, lakini pia kuna wengine wanachuki zao binafsi ambazo wameendelea kuziweka. Maoni yamekuwa ni mengi sana, na kila mmoja amekuwa akizungumza kile ambacho anaamini yeye kiko sahihi. Tuanze na kitu ambacho nafikiri watu wengi pia wamekizungumza sana, kusema kwamba wanatakiwa wafungiwe kutokana na hiko ambacho kiliweza kuzungumzwa. Tuanze na hii ambayo ameizungumza Jacqueline Wolper. Yeye alisema kwamba mwanaume ambaye alimtoa bikra alikuwa ni Alikiba, na sababu alizisema pia kwamba alikuwa ni kama tomboy kipindi kile enzi za ujana wake, kwa hiyo akajikuta tu hivyo mambo yametokea. Sasa nataka nifahamu kosa ni nini haswa hapa. Jacqueline Wolper amesema kwamba ametolewa bikra na Alikiba. Kosa ni nini? Kwa sababu niliona baadhi ya watu wanasema kwamba kutolewa kwake bikra na
Alikiba sisi inatuhusu nini? So acha niseme mimi sasa, haya na mimi ni maoni yangu. Kama mtu ameamua kushare na watu maisha yake kwa njia nzuri na hajatukana, kuna ubaya gani? Kwa sababu ukiangalia hapa, Wolper ameshare na mashabiki zake maisha yake binafsi ambayo aliwahi kuishi hapo zamani. Yani ameshare kile kitu ambacho kiliwahi kumtokea kwenye maisha yake. Sijui kama unaelewa. Mimi nimeamua kushare maisha yangu kwa njia ambayo sijamtukana mtu, sijatukana pia, lakini pia sijavunja sheria za Tanzania, kwa sababu neno bikra pia ni tafsida. Kwa sababu hata ukisema kwamba usichana wangu ulitolewa na fulani, the same, lakini pia bikra ni neno ambalo limepunguzwa ukali wa maneno. Kwa hiyo Wolper amejaribu kushare maisha yake ambayo aliwahi kuishi zamani na kile ambacho kilitokea. Sasa watu wakaanza kusema kwamba kwa nini anasema hivyo? Yule ni mama, ana watoto, sijui kaolewa na vitu vingi sana, kila mmoja aliweza kuzungumza. Lakini unajua huyu tayari ni star na ameshaishi maisha ambayo hata mtoto wake nafikiri atamsimulia tu kwamba mimi nilikuwa naishi hivi na vile na vile. Umenielewa? Hakuna mtu ambaye hana historia kwenye maisha yake, na hawa paka wanajiita A-list tayari wameshaishi maisha ambayo watu wengi wameyaona kwenye mitandao, ila tu wengi wamekuwa hawana uhakika na kile ambacho kinasemwa. So baada ya kauli hiyo ambayo alizungumza Wolper, ndio watu wakaanza kusema kipindi hakina maadili, kipindi hakina hiki, hakina kile, hakina hiki, sijui kinaharibu watoto, mambo yakawa mengi sana. Nikuulize swali mtazamaji, mtoto wako ana umri wa miaka mingapi? Na mtoto wako anaruhusiwa kutizama nini na nini? Na kitu gani ambacho wewe unamzuia asikitizame kwa wakati gani? Na kwa nini unasema kwamba kinaharibu watoto? Kwa sababu unapozungumza mtoto ni miaka 17 kushuka chini. Hasa huyu mtoto ambaye anatizama hiki kipindi ni mtoto wa aina gani? Huyu mtoto ambaye anashika simu na kuingia Instagram ni mtoto wa aina gani? Kwa sababu mtu mwenye akili timamu anapoona video kama hiyo, anasikia mwanamke mwenzake au mwanaume anamsikia mwanamke anasema kwamba fulani alinitoa bikra. Of course ni kitu ambacho labda kwa zamani, enzi za mababu zetu, ilikuwa ni kitu ambacho ni siri, mtu anakaa nacho. Lakini kwa namna ambavyo globalization imekuwa, kuna vitu ambavyo sio vya kuficha, na ndio maana ukificha sana vitu unajikuta mtoto wako anaharibika, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo wewe hukumfundisha. Sasa walimwengu ndio wanakuja kumfundisha. Sasa ukifuatilia namna ambavyo comments za watu, namna ambavyo watu wamekuwa kilalamika kwamba hawa A-list wanaharibu, wana maudhui ambayo sio mazuri, unajiuliza maudhui ambayo sio mazuri ni maudhui yapi? Nini ambacho wamekikosea? So tukiendelea kudadavua hapa kuhusiana na Jacqueline Wolper kusema kwamba yeye katolewa bikra na Alikiba, kosa lake ni nini kushare maisha yake na mashabiki zake? Binafsi sioni tatizo, kwa sababu kuna watu wanashare maisha yao zaidi ya hiki ambacho amekisema Jacqueline Wolper, na ni kitu cha kawaida sana kwa star kusema kwamba huyu alinitoa bikra, huyu ndio mwanaume wangu wa kwanza, huyu ndio nilizaa naye, huyu ndio nililala naye mara ya kwanza. Ni vitu ambavyo ni rare sana, ni vitu vya kawaida sana kuvizungumza, kwa sababu pia kwa upande mwingine kinaweza kumsaidia binti ambaye anamtizama Jacqueline Wolper katika namna ambayo labda for the future anatamani kuwa star kama yeye, anatamani kuwa mwigizaji kama yeye, mfanya biashara kama yeye, anajifunza pia kutokana na maisha yake. Tukiweka pause hapo kwa Jacqueline Wolper, tuje kwenye hili ambalo alilizungumza Irene Uwoya. Irene Uwoya alimuuliza swali Kajala kuhusiana na yeye Kajala kuwa kwenye mahusiano na Harmonize, lakini pia the same time Harmonize kuwa kwenye mahusiano na mtoto wake na Kajala. Hii pia ikaleta kwamba haina afya kwenye jamii. Jamii haitakiwi kusikia hivi, jamii haitakiwi kusikia kile, jamii haitakiwi kusikia hiki. Nikawa najiuliza pia, Kajala ameamua kushare maisha yake ambayo watu wengi hawayafahamu. Na Kajala kuzungumzia mahusiano yake na Harmonize ni kitu ambacho ni cha kawaida, kitu ambacho kila mtu anaweza kukizungumzia,
kila mtu anaweza kusema. Na Kajala amezungumza kwa kawaida tu wa kile ambacho yeye amewahi kukipitia kwenye maisha yake, kama nilivyosema hapo awali kwamba hawa ni mastaa, wanazungumza maisha ambayo wamewahi kuyaishi, maisha ambayo yamewahi kutokea kwenye maisha yao, vitu ambavyo vimewahi kutokea kwenye maisha yao. So ukisema kwamba kipindi chao hakifundishi, sio kila kipindi kitakufundisha kwenye maisha yako. Wewe kama umeshindwa kufundishwa na mwalimu wako la kwanza mpaka la 7, form 1 mpaka form 4, umeshindwa kufundishwa na wazazi wako, unategemea mtu baki aje akufundishe nini kwenye maisha yako? Sio kila kipindi kinawekwa kwenye television kwa ajili ya wewe kukufundisha. Vingine ni kwa ajili ya kukuburudisha tu, refresh your mind na maisha yaendelee. So kwa mtu kuzungumza kwamba yeye amewahi kuwa kwenye mahusiano na mwanaume ambaye pia amewahi kuwa kwenye mahusiano na mtoto wake, kuna shida gani? Ubaya uko wapi? Yani tatizo ni nini? Na wewe kinachokuuma ni nini? Ulitaka akufundishe nini? Kwa sababu kuna vitu vingine sio kila kitu utafundishwa. Vingine unajifundisha mwenyewe, na sio kila kitu unachokitizama ujifunze. Wewe unawafundisha watu wangapi? Wewe ambaye unadai kwamba hawa wanapotosha jamii, kitu gani wamekipotosha? Mtu kuzungumza maisha yake, ndio maana ikaitwa ni reality show. Ni kitu ambacho kimewatokea kwenye maisha yao. Hata wewe una historia yako. Leo hii ukiamua kutupa historia yako, kila mmoja ata comment the way ambavyo yeye ameichukulia. Kwa hiyo hatuwezi kufanana kabisa kwenye mawazo. Ndio maana kuna watu ambao wanatamani kuona hiki kipindi kinafungiwa kutokana tu na maoni yao kwamba sisi hatujalizika na hiki ambacho wamekisema. Sasa kama hujalizika, kuna mwingine kaenjoy, kaburudika. Umeelewa? Kwa hiyo ni moja kati ya story ambayo imekuwa na tafrani za hapa na pale. Watu wamekuwa kitoa maoni yao kuhusiana na hiki kipindi kuweza kufungiwa kutokana tu na sababu zao binafsi, lakini paka kampuni kubwa kama DStv wanaamua kurusha kipindi kama hiko, na ni kipindi ambacho kiko edited. Yani ni kipindi ambacho kinafanyiwa maandalizi, wana edit, wanaangalia hiki tutoe, hiki tuweke, hiki kiko sawa, hiki hakiko sawa. Sasa ukija kuniambia hakina afya kwenye jamii, mimi nashindwa kupata majibu sahihi kwamba makosa yao ni yapi. Na kama unataka kufungia kipindi kama hiki, basi vitafungiwa vipindi vingi sana vya design kama hiyo. Basi hata nyimbo za wasanii ambazo labda wako uchi, wanavaa vinguo vifupi, basi na zenyewe zitafungiwa sana, kwa sababu hazina afya kwenye jamii. Kila kitu kitakuwa kina afya. Ujumbe wangu ni kwamba maisha ya sasa yamebadilika sana. Kila kitu ambacho kinafanywa kwenye mitandao ya kijamii kimekuwa ni kitu ambacho watu wanakichukulia katika the way ya kwamba hiki kinaenda kusaidia familia yangu nyumbani. Hapana. Kitu ambacho kinaonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii sio kitu cha kuchukua wewe na kwenda kuwafundisha nyumbani, au sio kitu cha kusema kwamba familia yangu itaharibika kutokana na hiki kitu. Jukumu la kulinda familia, mtoto, sijui mdogo wako, dada, kaka, linabaki kwenye familia, linabaki kwa wazazi, linabaki kwako wewe. Kabla hujasema kwamba hawa wanaharibu, wewe je, hapa nyumbani unalinda? Kwa hiyo tusiwahukumu hawa A-list. Wanaongea maisha yao, na ni kitu ambacho ni cha kawaida sana kuona watu wakizungumza maisha yao. Hakuna mtu ambaye amekaa uchi pale, hakuna mtu ambaye amemtukana mtu. Watu wanazungumza maisha yao. Listen careful. Watu wanazungumza maisha yao. Hakuna mtu amemtaja mtu kwa ubaya. Anazungumza kile ambacho alikiishi, anazungumza kile ambacho alikipitia. Ndio maana hujamwona Alikiba akitoka nje na kusema kwamba amedhalilishwa. Kwa nini? Kwa sababu mtu kaamua kuzungumza maisha yake, kwa hiyo huwezi kumkataza. Yani kama ulipitia, yani uliwahi kuwa kwenye maisha yake na akaamua kuzungumza maisha yake, huwezi kumkataza. Yani wewe uliwahi kufanya kitu fulani na fulani, leo hii umeamua kuzungumza maisha yako baada ya miaka mingi kupita. Hakuna mtu ambaye anaweza kukataza, na hakuna kosa na hakuna sehemu ambayo unaweza kumpeleka ukamfunga kwa sababu tu kakuzungumzia wewe. Kama amekuzungumzia kitu ambacho haujawahi kufanya naye, basi hapo sawa. Lakini kama amekuzungumzia kitu ambacho uliwahi kufanya naye, mimi nafikiri ni kitu cha kawaida. So kwa wale ambao wamekuwa wakisema kwamba A-list ifungiwe,
mimi nawapa pole kwa sababu nafikiri ni kipindi ambacho ni kizuri sana na kitaendelea kuwepo, na nafikiri kama producer wao wana kichwa kizuri, tutaendelea kuona mambo mengi sana ambayo yataendelea kutikisa nchi ya Tanzania na kwenye industry ya umbea na udaku. So nikukumbusha kusubscribe, lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter as Bongo Tach. Go by the name